Kwa muda mrefu kijiji hiki kwa kutokana na changamoto hizo, wanakijiji walikuwa wanachukia wanyama, na miaka iliyopita hapa hata uhalifu wa kuua wanyama, ujangili ulikuwa uko juu sana. Wanyama walikuwa wanauawa sana kwenye kijiji hiki. Lakini baada ya hapo wananchi waliweza kukaa na kujadili na kuweza kuchakata, wakabadilisha changamoto ya wanyama kuwa fursa. Wananchi wa kijiji cha Sangawiwe wakaamua kutoa baadhi ya mashamba yao na maeneo yao ya kijiji na kuyaingiza kwenye uhifadhi. Wananchi wa kijiji cha Sangawiwe wameingia kwenye uhifadhi, na baada ya kuingia kwenye uhifadhi wakapata wawekezaji ambao wamekuja kuweka mahoteli kwenye eneo hili. Mpaka sasa wana hoteli zisizopungua 4, na tunawakaribisha wawekezaji wengine kuendelea kuja kuwekeza, kwa sababu ni eneo zuri ambalo linafaa kwa uwekezaji wa hoteli pamoja na camp kwa ajili ya wageni wanaokuja kutembelea kwenye hii mbuga ya Tarangire. Kwa hiyo kutokana na uhifadhi huo, kijiji cha Sangawiwe kimefanikiwa sana. Ukiangalia kwa upande wa mapato, toka ukiangalia mwaka 2021 kufikia 2025, kijiji hiki cha Sangawiwe kimekusanya mapato zaidi ya bilioni 2.4, na fedha hizo nyingi wamezitumia kwenye miradi ya maendeleo. Kiasi cha bilioni 2.2 zimetumika kwenye miradi ya maendeleo, na tumetembelea zahanati mbalimbali ambazo zimejengwa na kijiji. Lakini sio hawajaishia kujenga tu. Kwa mfano zahanati tuliyoko mbele yake hapa, mbele yetu hapa, imejengwa kwa fedha za kijiji ambazo zimepatikana kutokana na utalii, na pia wameweka vifaa humo ndani vya maabara, lakini pia mifumo ya ukusanyaji wa fedha, lakini pia wanaendelea kutoa msaada kwa wananchi. Nimeongea na mwenyekiti pamoja na mganga mfawidhi wa zahanati hii, akaniambia wameshajadiliana na wameshazungumza kwamba waweze kutoa bima ya afya kwa wanakijiji wote, na hilo nafikiri wameshalipitisha kwenye vikao vyao, na wameniambia wanaanza kulifanyia kazi ili wananchi wote waweze kupata bima ya afya kutokana na fedha hizi wanazozipata kutoka kwenye uhifadhi. Lakini sio hivyo tu, watoto wote wa shule wanakula chakula shuleni ambacho kinanunuliwa na serikali ya kijiji na kupelekwa kwenye shule zote ambazo zinazunguka eneo hili. Na kwa hiyo hakuna mtoto ambaye anakosa chakula shuleni, kuanzia wale wa kindergarten mpaka wale wa primary. Lakini sio hivyo tu, watoto wanaotoka kwenye eneo hili wakifaulu wakienda nje ya hapa wanalipiwa shilingi 700,000 kila mtoto. Wananufaika na mapato ya uhifadhi kwenye eneo hili. Lakini sio hivyo tu, mwananchi yoyote atakayepata changamoto ya afya, akiugua, akitakiwa kwenda kwenye referral, anapewa shilingi 500,000 kwa ajili ya kuweza kumsapoti huko anakokwenda kupata matibabu. Na si hivyo tu, kwenye kijiji hiki kila kitongoji kina shule ya msingi, na sasa hivi wanajipanga kujenga shule ya sekondari ya kijiji. Hivi umewahi kuona wapi? Kila kitongoji kina shule, na sasa hivi wanafanya utaratibu wa kujenga sekondari ya kijiji. Ni hatua kubwa sana ambayo imefanya. Kijiji cha Sangawiwe kimepata mafanikio kutokana na kuunda umoja wa vijiji 10 vinavyounda jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Burunge, pamoja na kuwekeza wawekezaji nje ya jumuiya ya wanyamapori Burunge, ambapo huwa tunapata mgao wa 60% kama kijiji na kutekeleza miradi ya maendeleo iliyogharimu kiasi cha shilingi 1,998,525,800. Pia tunalipa watumishi wanaofanya kazi ndogo ndogo ndani ya kijiji zaidi ya 30, wakiwemo walimu wa kujitolea 7. Tumewasaidia wanafunzi zaidi ya 52 kwa muda wa miaka 4. Kila mwanafunzi tulimpa shilingi 500 wanaokwenda kidato cha 5 na vyuo vya kati, ambapo tulitumia jumla ya shilingi milioni 26. Pia tumewasaidia wagonjwa 48 wa rufaa katika hospitali ya Benjamin Mkapa, KCMC Bugando kwa muda wa miaka 4 yenye thamani ya shilingi milioni 32. Baada ya wananchi kupata elimu ya uhifadhi, walikubali kutenga maeneo na kuweza kuunda hivyo vijiji vitano. Lakini pia baada ya kuona tunanufaika na ule mgao, na kwa sababu Sangawiwe tuna maeneo makubwa kama ulivyoona, mpaka sasa hivi tuna wawekezaji 5,
na bado tunaendelea kuwakaribisha wawekezaji kwa sababu maeneo tunayo na sisi wananchi tumekubali kutoa hata mashamba yetu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.